na mali yake hufuatwa na amali yake. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, ziwili hurudi, jamaa hurudi. Akupendaye ataketi pale kaburini nusu saa, baada ya nusu saa na yeye amechoka. Lau kamwambia bwana, leo angalau kaa na babako hapa mpaka asubuhi, au kaa na huyo mke wako ulikuwa ukidai wampenda sana, nketi makaburini, wataka nshikwe na wanga? Keti angalau wewe hapa, soma dua, lete dua angalau mpaka asubuhi. Hawezi, lazima arudi. Wayabqa wahid, mali na familia watarudi, atakayekubakia ni mmoja tu, mmoja tu, ni amali yako kama unayo. Lakini Mtume SAW asema ni amali yawezekana ni amalan saliha, na yaweza kuwa ni amalan ghairu salih, pia ni amal. Itabaki na wewe sasa. Kama ilikuwa ni amali njema, utaona faida yake. Kama si njema, Mwenyezi Mungu atuepushe nazo, na tulioyafanya ikiwa mabaya, Mwenyezi Mungu atusamehe. Huna wakulilia naye, ni wewe peke yake. Hata kuna kiswa kimoja chaelezewa kwamba kuna bwana mmoja, hichi kiswa husawirishwa kwamba mfalme alikuwa na wake 4. Huyu mke mmoja hamjali, na yeye mke mwenyewe yuamjali sana mfalme. Akiwa na shida huko usimama na yeye kila saa, lakini yeye hamjali. Mwingine mfalme ampenda sana, lakini yani wa kwanza mfalme hamjali, hamthamini, hajui kima chake, ingawa ndiye mke muhimu kwake yeye. Wa pili mfalme ampenda saizi fulani, lakini ule mke naye kama uko naye ana uoga, huyu saa yote hataniata, sasa uko saatan fasaa. Wa tatu hana hata maana na yeye, lakini mfalme yeye wampenda. Wa nne ndio hamtaki, basi tu mfalme amemshikilia kinguvu. Ule mfalme Israeli akamuilia, akamwambia, bwana, wakati wako wa kufa umefika. Ule bwana akamwita mke wake yule ambaye kwamba yeye wampenda sana, yeye mfalme yuwampenda, na ule mke hata hamjali. Akamwambia, bwana, mke wangu, mimi nimeshapewa habari kwamba mimi nitakufa, kwa hiyo naomba tuingie pamoja kaburini. Haiwezekani, nenda pweke, we kufa, mimi taolewa na mwingine. We waona, ulikuwa utakacho mimi nikikupa, upiganiacho mimi niko tayari, uliliacho mimi usimama na wewe. Mwambia ndio, Mungu akubariki kwa uliyofanya, lakini siingii na wewe kaburini. Kufa pweke. Akamwita wa pili, ule ambaye kwamba mfalme alikimjali, lakini yeye mwenyewe alikuwa una wasiwasi naye. Akamwambia, bwana, mimi kadhaa 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 kadhaa. Ule mwanamke akamwambia, labda ikiwa huna budi takusindikiza mpaka maziarani, lakini kuingia na wewe kaburini. Akamwita ule watatu, bwana, ni vipi? Mimi ukifa talia, lakini kwenda kuingia na wewe kaburini sitaki. Akamwita ule ambaye yeye mfalme hamjali, hamwangalii, lakini mwanamke mwenyewe amjali sana, yuamthamini sana. Ule mwanamke akamwambia, mimi niko tayari, takufa na wewe, madamu nimeishi na wewe uhai, na kufa nitaishi na wewe. Haya, hawa wake sasa ni wake gani? Ule wa kwanza, yule ambaye kwamba alikuwa hata hamthamini, ni zijana. Yeye huyu mfalme humaliza kila jambo kwa ajili ya yule mke. Ni wewe utamaliza kila kitu kwa ajili ya vijana vyako, utayari kupigana, utayari kukata watu, utayari kuteta na watu kwa ajili ya watoto wako, lakini hawako tayari kunufaisha kwa amali yao, wakupe, wakwambie tutazikwa na wewe. Maana yake yani wakusaidie kwa hawako tayari. Mwambia kila mwarabi rabi nafusi. Ule mke wa pili ambaye kwamba alikuwa ana wasiwasi ni familia. Wako tayari wale familia kama hakuna budi watakusindikiza mpaka kaburini, lakini ambao wewe ulikijali, ulikiwa waangalia, ulikuwa hukubali watukanwe. Ule mke wa tatu ni hawa wake zako wa kawaida, wako tayari kulia wao. Ule mke wa nne ni amali, ule ambaye kwamba yeye mfalme hata alikuwa haoni ana umuhimu, ni zile swala
zile sadaka, ni zile tasbihi, ni zile dhikrullah, ni kule kusoma Qur'ani, ni kule kumsimamia mtu, kumtibu mtu, kumsomesha mtu dini. Wewe uyaona haya mambo si muhimu, lakini yeye ajua kwamba haya ndio mimi atakao kufaa na ndio yako tayari kuingia na wewe kaburini, lakini wewe huyataki. Mke huyu wewe huna haja naye, hata humjali, na ndiye mke ambaye kwamba atakufuata mpaka ndani ya kaburi. Kujifanyia wewe taa